jamii yao ya Iringa, jamii yenye uhitaji. Amesema Mzizi hapa wataenda hospitali, watembelea vijiwe vya bodaboda wanaopambana, tagusa sisi mambo ya elimu. Umesema hapa yote ukiangalia ni kuigusa jamii yenye uhitaji. Kiweza kwenda peke yake akafunga safari, angeweza kwenda, lakini wameandaa pia tukio lingine lenye faida kwa mpira kwa mkoa wa Iringa. Ule mkoa toka Lipuli wameshuka, mkoa na wenyewe nao umepotea kwenye ramani ya mpira, lakini ni mkoa wa kimpira, ni mkoa ambao una watu wengi wa kimpira pale Iringa. Mkoa wameandaa tamasha la kimpira ambalo watabeba na marafiki zao wakawaonyeshe Iringa inavyokuwa. Haiwezekani mkoa kama Iringa kitu maarufu wanakuwa mnyama wakati kina Mzizi wapo. Haiwezekani. Wewe ukisikia Iringa unawaza nini? Nataka tubadilishe hilo, tupeleke watu wengine wakubwa mashuhuri ambao wako Dar es Salaam na wengine wako nje ya nchi, tuwapeleke pale Iringa waone mazingira yetu. Na mwalimu kazungumza hapa, itakuwa ni namna moja ya kushtua maendeleo. Sio kama hapo tutakwenda kuyashtua hivi yaamke, vipaji vya Iringa vione kwamba kumbe inawezekana. Sio tulikuwa naye Mzize, sio leo amekuja hapa na wenzake kaja nao. Na Mzize muhimu sana, kisha kwenye hii mechi unamchukua Chama, unamchukua na Okelo. Kuna maswali lazima apate majibu Miraji. Yaani kuna mambo lazima tuyapatie majibu msimu tarehe 12 bado. Kwa namba sasa. Tarehe 12 uchukue marafiki zako wote hao, twende nao pale Iringa Samora. Mwezi wa 7 inshallah. Watu wakapate burudani, lakini msingi wa yote ni mkoa wa Iringa sasa ukahamasike kimichezo kwa kuona watu wao wamerudi na marafiki zao. Mwisho ni wakazi sasa wa mkoa wa Iringa. Kama nilivyosema awali, hawa vijana ongeza kufuata tamasha hili mkoa wote ule, kwa sababu ni maarufu Tanzania nzima. Lakini kitendo cha kuchagua mkoa wa Iringa maana yake wamewapa thamani kubwa watu wao. Litakuwa jambo la ajabu kutoka leo tumemaliza huu mkutano hapa, mkoa wa Iringa uendelee kupoa. Saizi kila mmoja amwambie jirani yake tarehe 12 mwezi wa 7 mkoa wetu utakuwa na tukio kubwa hapa la kihistoria.